kuna watu tunaowajua kwenye jamii kabisa, wanatambulika ya kwamba wana tabia mbaya, wanafanya matendo yasiyofaa. Wapo watu wanaojiuza, wapo watu wanaofanya uhalifu, aidha wa kuvamia au wa kufanya mambo yoyote yale ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu. Wapo, lakini hawa watu wana siri kubwa. Wanapokuwa wamekusudia kufanya mambo yao hayo ya gizani, mara nyingi hawafanyi nyumbani, mara nyingi hawafanyi maeneo wanayojulikana. Wanakwenda mbali, wanaenda kufanya mambo yao huko. Wakimaliza wanarudi nyumbani, wanakaa kwa amani na salama, wanaonekana watu wema, watu wazuri katika jamii. Na ikitokea wamefanya uhalifu huko umejulikana, wakiwatafuta, hata kama wakiwapata na kuwakamata, jamii ile inayowazunguka inageuka kuwa shahidi. Inasema huyu mtu tunamjua jamani, tumekaa naye mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 7, mbona ni mtu mwema tu, hatujawahi kusikia tukio lolote la wizi au hali yoyote ya kujiuza au uhalifu wao wote. Huyu mtu ni mwema, likitokea jambo anashiriki kwa hali na mali, ametusaidia katika mengi. Wale watu wanakuwa mashahidi wa yule mtu, lakini kumba wajui amelienda kufanya uovu mbali na maeneo anakokaa. Ajabu iliyoje, mtu wa Mungu, wewe umeokoka, ni Mkristo, Mkatoliki, yamkini Mwanglikana, Mlutherani au wadhehebu lolote liwalo, unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Unafanya uhalifu nyumbani, unafanya ubaya kwenye familia, tena unaiba mali ya baba, unaiba zaka. Mungu akusaidie ugeuke. Maandiko yanasema heri asikiaye sauti hii, asiufanye mgumu moyo wake. Amina. Na kwa namna pekee ziko baraka nyingi Mungu amesema kwenye kitabu hiki cha Malaki sura hii ya 3. Mungu amesema mara 3 katika kila baraka ambaye amesema kudhihirisha kwa mtu atakayetoa zaka kamili. Amejiapisha mara 3 katika kila baraka anayotaja, asema Bwana wa majeshi. Na kwa jinsi ya kibinadamu Mungu kujiapisha, yani ni sawasawa na mtu kuandika barua ya kuomba kazi, anaweka na muhuri, anaweka na mashahidi, anaweka na sahihi. Ni barua yenye vigezo timilifu. Kwa hiyo Mungu anapojiapisha hivi ni ishara ya kwamba yeye amesema na atatimiza kwa wakati.